Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewahamisha wajasiriamali wa mbao waliokuwa wakifanya shughuli zao za uchongaji eneo la Kijangwani na kuwapeleka eneo la Sebleni ili kupisha mradi wa ujenzi wa barabara unaoendelea katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa eneo la Kijangwani na Sebleni, mkuu wa wilaya ya Mjini Dr. Saidi Haji Mrisho amesema hatua hiyo imelenga kuhakikisha miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali inaendelea bila ya kikwazo. Tumekuja katika eneo la Kijangwani ambalo eneo hawa vijana wetu wanaondoka wanaelekea katika eneo la Sebleni. Kama mnavyoona harakati tayari wanaondoka, kwa sababu hili ni eneo tayari ni eneo la uwekezaji. Kwa maana sisi tupo tayari kwa kuwakabidhi na kuendelea na uwekezaji. Lakini jambo lingine, sasa kuna maeneo tunaenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kupata maeneo ya maegesho ndani ya wilaya ya Mjini. Hiyo nayo ni changamoto, na miradi yetu barabara inakuja. Kwa maana hiyo tutaupanga mji kidogo baada ya kidogo. Tunaomba wananchi wastamili kidogo. Tupo kazini. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mjini Hamid Mbwana Saidi amesema eneo hilo awali lilitolewa na CCM kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali wa mbao kujiajiri, lakini kutokana na ujio wa mradi wa maendeleo inayoendelea kutekelezwa na serikali ni lazima waondoke kupisha ujenzi huo. Kutokana na maelekezo ya makamu mwenyekiti alituelekeza katika ziara yake ya juzi, kwa sasa chama kiwe kina miradi ya kutizamika, na sisi kama wilaya ya Mjini tumelichukua hilo agizo na tunaanza sasa kutekeleza, kuondosha wajasiriamali hawa ambao kuwapeleka sehemu nyingine. Lakini na hapa tunawekeza mradi mkubwa ambao chama, jamii na serikali vyote vitafaidika kupitia mradi mkubwa unaokuja hapa. Kwa upande wa wajasiriamali hao, wamesema hatua hiyo ni sehemu ya maendeleo ya nchi, hivyo wapo tayari kushirikiana na serikali kwa kupisha eneo hilo ili kuruhusu ujenzi wa barabara kuendelea. Sisi tunashukuru kwa sababu serikali ni serikali na hatuna kupinga serikali isipokuwa kufuata serikali inavyohitaji. Tunachoomba, tunayapisha maendeleo, lakini na sisi tunaomba siku 2-3 ya kuondoa vitu vyetu kwa sababu ni vingi na hatuna budi. Wanapokuja maendeleo kuna wengine wanaumia na kuna wengine ndio maana ya maendeleo. Kwa hiyo hatuna kupinga serikali. Tunashukuru ushirikiano wao. Tumekaa hapa kwa muda huu zaidi ya miaka 20 tuko hapa, na sasa tunaondoka hapa kuelekea maeneo ya Ziwa Tuwe kwa ajili ya kupisha mradi wa serikali. Kwa sababu serikali imeamua kupitisha mradi na sisi kama wananchi wake imeamua kututafutia eneo na kuenda kutupeleka. Na tunashukuru serikali kwa kutuvumilia kwa muda wote ambao tumekaa hapa kama wachongaji, na tunaendelea kushirikiana nao na wazidi kushirikiana na sisi wananchi wake kama ambavyo walianza kushirikiana hapo mwanzo na hadi sasa muda hivi ulivyo. Miradi ya maendeleo inayoendelea kujengwa ni kielelezo cha uboreshaji wa miundombinu itakayochochea ukuaji wa uchumi pamoja na kurahisisha huduma za jamii kwa wananchi wa Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.